Mashamba yote ukitizama nini hii imbo yote mpaka Rumonge mpaka wapi kule kote mashamba ni ya kwenu Waswahili. Mnalima kahawa, mnalima ngazi, mnalima pamba, mnalima nini, ile nini hii ni utajiri mkubwa sana. Mungu alitupa ziwa Tanganyika. Ziwa Tanganyika mnalitawala mwenyewe. Nyinyi ndio mnafanya kazi ya kuvua samaki, dagaa nini. Unasema? Hii pale ni kazi kubwa sana. Haya, nyinyi hao Waswahili, soko hii yote hii. Soko mnitawala mwenyewe. Wafanya biashara wakubwa sokoni pale ni nyinyi Waswahili. Ukitembea mijini mote huo kila fasi utakuta botike ni Mswahili. Sawa? Sasa wapo kama mko tajiri sana. Sasa mimi nataka kuwapa proposition moja. Wakati wa mavuno ya pamba, kila mkulima wa pamba atoe 10 kilo ya pamba. Alete kwenye cooperative. Wakulima wa mpunga, kila mkulima wa mpunga, atoe 10 kilo ya mpunga. Wakulima wa maharage, kila mtu kwa kazi yake alete mchango wake. Sawa? Kisha patikana ile tunauza ile pesa tunafungua konti benki na kama benki. Sawa? Katika miaka 3, 4, 5 na tutakuwa na mtaji wa kiasi gani? Kwa wakulima wote wa Burundi zipi? Tutakuwa na mtaji mzuri sana. Tutafungua cooperative. Yule mzee Rajabu Kamrambeo kwake ilikuwa ni barabara ya 5 namba 30. Akaambia hapana Prince, tutachelewa. Umeleta fikra nzuri sana. Fanya cooperative. Sasa mimi nasema hivi. Sisi tunawadai wa Beleji nyumba zetu za Kabon. Sasa na hivi sasa Msipitio ndio gouverneur general wa Congo Belge na Rwanda Burundi iko Leopoldville. Nitakomba hii dossier ukamuulize yeye. Lakini nilisikia ndaijua. Sawa. Haya. Ngoma zikaanza tena. Di watu wote mnaitwa jumuiya. Watu hivi. Waswahili tu wa Buyenzi. Hapakuwa mtu wa Buiza, wa Kamenge, independence ya Rwanda na Burundi imeumbwa na Waswahili wa Buyenzi. Ndio walijitolea, wajisakrifie kwa mali zao na kila kitu chao. Tukaanzisha mchango. Katika watu waliokuwa wanachangisha mchango na mimi nilikuwa ni wa kwanza, ndio nilikuwa ndani. Wakati mimi niko na umri wa miaka 18. Mtu wa kwanza nilipokea hela yake. Wa kwanza alikuwa mzee mmoja wa Kinyarwanda anaitwa Shabani Nzurambue. Barabara 13 namba 38. Ndio mtu wa kwanza anaweza kutoa noti ya 100 tupa ndani ya mfuko. Ndio hapo. Kwa jina maarufu Bita Shabani Mnyarwanda. Sawa? Basi wazee wa Burundi wa Bujumbura wakaanza kuchotea mwenye 100, mwenye 50, mwenye ngapi wakatoa hapo pesa. Haya tukawa tunatembea sasa ndani ya manyumba tukapata pesa. Zikapatikana za presi wakasuri kuondoka hapa kwenda paka Leopoldville. Nauli yake, chakula, nini, hoteli nini. Kaondoka hapa akapanda ndege. Kapandia pale Kinanira ndio palikuwa kiwanja cha ndege. Ndio aeroport ya kwanza ilikuwa pale Kinani. Akapanda ndege pale Dekota DC3. Akapanda ndege akaondoka mpaka Leopoldville. Alipofika Leopoldville ikabidi aombe hii audience ya kuonana na gouverneur general. Hapa ameshapata barua lakini ya vice gouverneur general Monsieur Jean Paul Aroa. Kenda kaonana na Monsieur Petio. Monsieur Petio alimwambia hiyo dossier mimi ninaijua lakini mimi sikuwa mtawala. Aliyekuwa mtawala wakati huo alikuwa ni Monsieur Gingers. Monsieur Gingers ndio alihamishaga watu kutoka Kabondo kuwapeleka mpaka huko Buyenzi, Belgique, wapi. Ndio alivunja ule mji wa Kabondo, Monsieur Gingers.
Sasa hii dossier anaijua yeye. Sasa nitakuomba uende Belgique ukaonane na ministre de la colonie belge Monsieur André Buisseret. Rwagasore akapanda ndege tena mpaka Bujumbura. Ngoma zikaanza tena. Di watu wote mnaitwa jumuiya, Prince Rodoviko anawaita watu wote. Watu wote Buyenzi zima pale. Akatoa ripoti ametoa Leopoldville. Sasa jamani, nataka kwenda Bruxelles. Nikaonana na ministre de la colonie belge Monsieur André Buisseret. Tafuteni sasa nauli ya kwenda. Tukaanza tena. Kila nyumba ya Buyenzi franga 200. Kila nyumba ya Buyenzi 200. Mnachangishana nyumba zima, wapangaji nini, mwenye nyumba wote kipapatikane 200 francs. Sawa? 200 francs zamani kwa hela nyingi. Tukaanza tena kuchangisha kupita manyumba na makapo. Tukachangisha. Sawa? Ile kapatikana. Tukamshindikiza Rwagasore tena Kinanira pale kwa aeroport. Akapanda ndege tena mpaka Leopoldville. Leopoldville akakamata ndege kubwa mpaka Bruxelles. Kaonana na Monsieur André Buisseret kupekea dossier. Alimwambia na ni kweli. Sawa? Lakini mimi sina, wacha nimuulize kwanza mfalme. Monsieur André Buisseret kabidi amkutanishe na Roi Baudouin. Roi Baudouin alimwambia sawa, hiyo dossier ilifanywa wakati mimi baba yangu ndio anatawala. Mimi kwa ngaki mdogo ni mtawala kuta hii mambo yako. Lakini ni lazima walipo hela yao. Sababu iko ndani ya nini archive zetu. Lazima walipo hela yao. Mzungu analagi dhuluma, akapaka wina. Rwagasore akarudia paka hapa. Haya, ngoma zikaanza tena. Watu wote mnaitwa mkutane nini jumuiya. Watu jumuiya tena pale. Naona hivyo? Akatuambia, ndugu zangu, nimekwenda, wazee wangu wamenituma huko, kweli tumepata response kabisa iko affirmative. Pesa yetu tutalipwa, tutapewa pesa zenu zitakuja ku Bank Central. Ndio tunasema BRD. Kwa hiyo Bank Central du Congo Belge Rwanda Burundi. Tafia Bank Central ndio mtaitwa pale, mtalipa, lakini msubiri, jikazeni kidogo. Sijui kama itafanya hata mwaka. Na kwani mzungu wa kukawia. Watu hapo makofi. Tukafurahi. Watu wa Buyenzi tu. Pesa zikaja. Filimbi zikalia na ngoma. Watu wote walikuwa Kabondo, mnaitwa bwana mkachue pesa zenu. Ile Bank Central hivi na hivi. Ndio hapo walikuja watu wa Buiza, wawapi wote tukaona kwenye hela walikuja. Kwenye mambo mengine wakapatikana. Walikuja kwa hela. Naona. Mzungu alage dhulma. Ndio mngoni waumba weupe na mambo yao tena meupe. Baba fulani namba fulani. Watu wanatazamana. Ndio kina fulani. Wote alishakufa. Wote ndio wajukuu zao, watoto wake ndio pale. Basi tukapewa hela zetu zote za manyumba yetu na nini bado tukalipwa. Sawa? Watu wa Belgi, tunasema Buiza leo, huko wakachukua hela yao hao. Wazee wa Kiswahili wakapata ile pesa yote, wakaiweka yote. Wakarudika. Kesi nani? Salome Bichuka. Sababu alikuwa tajiri. Ewa hii pesa weka wewe. Habari kenda kwa Rwagasore bwana. Zile pesa tumeshapewa. Mmeshapewa ile. Akaja. Kaambia sasa ule mambo tuambie kusema kama tunachanga, tunatoa mpunga, pamba nini, no, tunakataa. Hii hela yote hii wazee walitoa kila mmoja toa franga 930 kulipa kodi. Za kodi ya leta tu za kichwa. Hela zote wakampa zote, kama ilikuwa ni mamiliari kama tujui, wakampa za Rwagasore zote. Wazee wa Kiswahili. Ndio kabidi tufanye nini? Cooperative. Hiyo cooperative inaitwa nini?
Union pour le Progrès National Africain, en cycle IPRONA. Ndio kaundwa hiyo cooperative. Nyumba yetu ndio ile pale pako zone leo msaa zone ya Bwiza. Sobekove. Nyumba yetu tulinunua sisi Waswahili, tukafanya cooperative, tukaweka biro pale, ikawa. Rwagasore katika zile pesa zote kazi transfer, mimi anajua kama Waswahili mtu msomi. Kalipeka mabaki mondial, kalipeka wapi sijui. Akaondoka hapa kenda mpaka Ulaya huko. Kenda akachukua makredi. Amerika. Tukaletewa magari hapa. Ford, Chevrolet, manini, wale. Poro ilijaa pale makamili. Treni ilikuwa toka Dar es Salaam inateremka Kigoma ikuja inajaa magari tu. Inapakiwa mbato inaletwa hapa. Poro ilijaa magari tu. Sasa pale ikawa kila mwenye kuwa na uwezo ataweza kuchukua, apewe gari atumike. Sewana atakuwa analipa pesa, anatumika pesa anaversia cooperative. Sasa hapo ndipo wa Urundi wa bwana mkuu kina Ngaruko kina Nando ndo alijitokeza hapo kwenye mpunga. Ndio walikuja sasa watu. Wengine wakapewa mikopo ya kulima pamba, mikopo ya dini ya kulima watu. Sasa kwenye ile mikopo ya cooperative mnaambia mkalime, afu biashara yote muhimu wote mnaita cooperative. Hapo ndio Warundi walipatikana sasa. Kwanza kujiunga na IPRONA. IPRONA chanzo chake ni coopérative. Union pour le Progrès National Africaine. Sasa siku hizi ile africaine walishaondoa. Inaitwa tu Union pour le Progrès National. Biro yetu tukaweka wapi ya cooperative? Kwa Salum Bichuka. Ndio palikuwa biro ya cooperative. Sio parti politique. Cooperative. Sasa iligeuka aje kuwa parti politique. Wakati amekuja Mwalimu Nyerere mwaka huo 1958, Nyerere alikuja hapa akafikia pale barabara ya 11 namba 23 kwa Mzee Salum Mashango. Amekuja Mwalimu Nyerere, Saadani Kandoro, Sumani Takadiri, na kijana wao Benjamin Mkapa. Huyu Mkapa alikuwa rais. Alikuwa kijana ndogo leo. Wakafika, walifikia pale 11 Novemba 2023 kwa Mzee Salum Mashango. Wakati Nyerere anakuja, ameshajua kama Nyerere atakuja, akapelekewa na hii habari Prince Rwagasore Kiteko. Prince Rwagasore akateremka usiku. Sema? Aliteremka. Akaja. Gari ya Rwagasore tulificha wapi? Barabara ya 3 kwa Mzee Mohamed Afande. Kule uwani pale ndio gari ilifichwa pale. Akaondoka mtu Hassan, anaitwa Hassan. Tunamsiridia mtu anaitwa Hassan Mashango. Akaondoka na vatiri yake ya Chevrolet ndio kwenda kumchukua Prince Rwagasore kule usiku. Akamleta mpaka pale. Sawa, kwa watu gari yake fasi iko watajua Rwagasore iko hapo. Anaificha kule, yakaja na gari nyingine. Walilala pale. Kwa Mzee Mashango. Wakafanya mkutano hapo usiku. Sewana akaja Charles Mutara. Yeye siku kama alilala wapi sijui. Kile walikutania pale usiku. Kwa mkutano mkubwa usiku kwa Mzee Mashango pale. Sisi tukakatazwa. Wewe attention. Mtu atakaye sema kama kuna watu hapa atasikia habari yake. Sisi wa vijana wote tukakaa kimya. Lakini tukawa pale magard. Sawa? Tunakaa kila zero watu wanakaa. Tukiona waaskari hawa wanafaa patrui. Na masiku askari wale wa Kongomani fa patrui. Tunapiga sinyali. Sawa? Lakini tunajificha. Tumepata uhuru hapa, tumepata uhuru hapa. Wangai kwa soda wa Kongomani wako hapa, wakina Clement na Nando wako kwa komisaria. Sawa? Afu wakati wanapata pasio pole pole hivyo.
Na wazungu walikuwa hapa kina Monsieur Royer, kina Monsieur Blero. Tunapata uhuru wako hapa. Basi tunasinyane pale. Pale hapa kuonekana gari hata moja. Bwana wasijue hizi gari za simama kuna nini. Naona wazee wanafanya mkutano mle ndani. Ewa? Sasa hapo ndio akasema nani hii Nyerere akasema fanyeni vyama viwe viwili vitatu. Chama kimoja tu UNARU peke yake utaangushwa chini. Sawa? Utaangushwa chini. Wazungu watafanya parti zingine. Hapo Rwagasore tumeshamnomea kwa president wa UNARU. Sawa? President wa UNARU et en même temps directeur général wa nani wa coopérative. Ndipo pale Rwagasore ndani akasema sasa mimi nasema hivi nitakuombeni. Kwa hivi sasa kwa kuunda chama kingine haraka kwa kukusanya watu sio rahisi. Mimi ninachukua tujigawe. Hii prona tugeuze parti politique. Sawa? Tugeuze parti politique. UNARU iwe pale na nini? Afongana kama utaunda chama kingine. Unaona? Ndipo hapo palipoza prona kugeuza kuwa parti politique. Sasa Warundi wote, Wahutu na Watusi wote wakajiunga upande wa wapi? Wa prona. Sio na mpunga. Hii UNARU tukaachiwa Waswahili tu. Peke yao. Na wale Warundi wetu tulianza nao kina Tadi Shibio Mosi. Ndio tukabakia kwenye UNARU. Hai. Kile wengi tukaenda katika Iporona na mimi nikiwa hemo ndani. Wakati huo tuko na imprimerie yetu. 11 Avenue numero 24. Tunaimprime kila kitu pale. Sawa? Kwa tunaimprime kila kitu pale. Makaratasi yote. Ndipo wakati mimi nilikamatwa, nikapigwa na wale wapana komando Belge. Sonana mguu wangu. Alikuwa hapa. Unaona hii? Hii hapa. Unaona hii? Hii ni bayonet. Ya komando Belge nilipiga cheo kanichumita bayonet hapa. Kaingia mpaka ndani. Nikafungwa pingu, nikaja nikafungwa hapo prison. Unaona pale ule mlango wa bese ndio chumba iko nafungiwa mimi pale. Nilikuwa naita chumba cha transit. Rwagasore ndio kuja kunitoa pale. Sawa? Haya. Ndio Iprona ilivyozaliwa hivyo, ikageuzwa kuwa parti politiki. Toka hapo kama ni nani ikabidi asubuhi na mapema wazee wakaondoka. Kapakiliwa bagari wakaondoka. Kina mzee Nyerere wakaenda moja kwa moja mpaka Nyanza. Kasafiri. Wakaenda kumwambia kama ndani ile SPO wao akaenda kumwambia Ramazani Makangira. Ramazani Makangira kaenda kutoa raporo. Waswahili walifanya mkutano pale wa politiki, walikuja kina Nyerere kana ya. Siku ya pili yake 5h du matin mkwabu bubu nini hii Buyezi nzima wazee kama toa msikitini. Kila mmoja alikuwa msikiti. Ile msikiti ndio kwa migono. Pale msikitini wakamatwa wazee wote, wakamatwa wote ku centre extra kutimia. Walifungwa kamba hivi wanalaza wachali. Tangia asubuhi mpaka saa hizi jioni wako kwenye kamba pale. Mzungu Monsieur Naus anatoka pale. Hapana, alikuwa sio Naus, alikuwa Monsieur Van der Bugar. Anasema Caporal, so abe isabia ile batu. Hakuna mtu unatoroka, hapana, alisabia. Anapanda kwenye matumbo. Ndio anakanyaga 1, 2, 3. Mtu anakanyaga kwenye tumbo, sio mtu afanya kwenye matumbo ndio anakanyaga na viatu kwenye matumbo ndio anahesabia. Watu wanalala tangia asubuhi mpaka jioni wanalala hivi juani. Tabu wazee wetu walipata juu ya independence. Alafu leo kwa mnatukana Waswahili, kwa Waswahili na Wabeshi. Waswahili ni sumu.
Waswahili. Zamani nakumbuka kama Mrundi kwa anaitwa ng'ombe ya Mwangosi. Nani alitukata miguu? Sio Mswahili. Ina mimi nasemaga ukitaka kuniua ni huko. Kutoka walikuja wazungu wengine. Walikuja wazungu wengine kina Monsieur Tegels, kina Monsieur Iber. Ikaja tena delegation kutoka kwa Jean Paul Arwa. Wa chini wale watu. Ndio wazee wakaachiwa saa 12 jioni. Kama saa 11:30 jua lilikuwa lishatua. Ndio anaachiliwa na kuja Buyenzi Tabani. Tabani ilikuwa watolewe pale warundiko wote prison. Tulipata tabu sisi. Cooperative ikaanza ikatumika vizuri. Sasa wakati Mwalimu Nyerere wamejitahidi kisha nani Rwagasore amesha sensibiliser watu na nini na ndio warudi sasa kuanza comprendre kitu gani kuikukira. Hawana alikujaga padri mmoja, Padri Fero alituambia abana banje na muvuga yuko mko mwanandola ndai kuikukira. Oh yes, kuikukira ni kuihumira mko mashaka muhero. Nawa Padri Fero nile neno alisema si uongo, ni kweli. Si muhero, nchi zote za Afrika zipata uhuru, sawa watu wanakufa. Naona hivyo. Sasa ule mkutano tuliofanya pale mwaka 1959 tulikuwa mkutano pale jumuiya. Rwagasore yuko pale, alikuja Monsieur Hibert, Monsieur Tegels, Monsieur Van den Boogaard na Monsieur Nausi. Wakasimama pale hapa kwa nani kujumbe pale nani hapa nini Neve Avenue numero 30. Pale kwa Mwembe pale. Wamesimama pale. Tano kwa mkubwa. Akaja mzee Hussein Karata. Anapita hivi na kravati yake, amevaa shati ya kaki na suruali ya kaki na kravati yake. Monsieur Nausi akamwona. Hussein kuya hapa. Hussein akaenda pale. Hussein Baswahili iko pumbavu. Baswahili iko pumbavu. Nyie Baswahili ndio nafundisha Murundi kuomba independence. Nyie Baswahili nafundisha Murundi kuomba independence. Hussein wewe unajua independence? Hussein wewe ndio tupate uhuru wa nchi yetu, tuwe uhuru. Hussein wewe hapa na yua kitu wewe. Angalia Hussein unajua hii. Hiyo unajua Hussein? Hussein sasa hivyo ananiambia ndio kitu sasa. Ile ilikuwa chini ilikuwa ya yulu bwana. Nilikuwa yulu ilikuwa chini. Hii Barundi wewe unaweka Barundi natoka milimani nafikia kwako. Nalala kwa lupango yako. Kesho wewe napeleka Barundi kwenda kulima shamba yako kule Usabaki. Sasa kama niwapeleka kule niwapeleka bure, sina walipa mshahara. Nawapa chakula. Sawa Hussein, mimi najua kama nawapa mshahara. Ile Barundi ile. Kesho utapanda yule ya kichwa yako bwana. Na ile mashamba yako kule Rusabaki. Talima yule ya nyumba yako. Monsieur Nausi alisema hilo. Hussein, angalia ile nyumba iko pale yule ya kilimo. Iko nini? Kamera. Si college, si masomo hilo. Hussein. Sasa bana kama napata independence. Murundi tatawala hapa tatoka nyuma ya college. Hapana hilo Rwagasore yeye, haitatawala. Mzungu asemaje wao? Rwagasore itawala. Ndivyo ilivyokuwa matatizo. Yaani kwa kifupi tuseme yote tutafika mpaka saa 4 ya usiku. Tulifanya uchaguzi mwaka 1961. Iprona ikashinda. Katika watu walisimamia sanduku la Iprona ilikuwa ni mimi na Alkade pamoja na huyo nani Juma Alfani Lukari.
Iprona ilishinda. Iliposhinda ndio tulipokwenda kwenye nini. Uchaguzi tuliufanya, Iprona ilipita kwa sababu province ya Muramvya yote walisema sisi ni Iprona. Kitenga walisema sisi ni Iprona. Hawana? Hii imbo yote ni Iprona. Iprona ilishinda kwa kura nyingi sana, ndio nalikwambia 10%. Hii PDC ilipatikana namna gani? Hapo tunakwenda haraka. Iprona kuwa parti politiki ni wakati Mwalimu Nyerere alipotuma delegation kuambia hivi, angalieni vizuri. Naisha jua kama katika Rwanda, Burundi mna jambo moja kubwa sana ili litawaribisheni mambo yenu. Na ubwana ili wengine wa bwana wengine watwana. Hii mambo ya uhuru ya utusi na uhutu mwayaondowe. Nyinyi wote mwe Warundi kitu kimoja. Pasiwe sema ati huyu ni Hutu, huyu Mtusi, huyu Mkongomani, huyu hivi. Nyinyi wote watu wazaliwa wa Rwanda, Burundi, mwa kitu hiki kimoja. Kama tumefanya sisi Tanganyika. Tanganyika kuna ubaguzi wa dini, wala wa kabila, wala wa rangi. Tanganyika nzima tuko kitu kimoja. Na nyinyi Rwanda, Burundi wote mwa kitu hiki kimoja. Mambo ya Uhutu, Utusi, sijui ni Mkongo, huyu ni hivi, huyu no. Yeye angalieni tu mtu alizaliwa wapi. Kila alozaliwa ndani ya nchi ni mwananchi hivyo. Haya. Rwagasore ndio alisimama wa kwanza. Akasema mimi nataka kuonesha mfano. Sijaoa, niko kijana mdogo. Nitafutieni mchumba. Lakini mchumba awe muhutikazi. Kondisio awe alisoma. Kwanza awe mzuri na awe alisoma. Basi. Charles Mutara akasema mimi nitawaonesheni mfano wangu siku mtakuja Rwanda. Nitawainvite Rwanda. Sasa ikawa kazi hapo tutafute mchumba. Sawa? Ndipo alikuwa kijana mmoja tu alikaja akasema tendeni kawaonesheni mchumba fashiko mtu kazi. Tukenda pale kwa Notre Dame. Tukampata pale Marie Rose. Mwene ndami Kevin Defense. Sawa? Tukamsasa kuzipa. Ilikuwa kazi kumtoa pale. Bako kumfisha upaginasi. Kwa nakataa kabisa. Tunamwambia anasema jewe. Wanabila shoka jewe. Ni fura yungami. Oya ndio shoka. Madame wewe tuligangania kwa nguvu. Mpaka madami ya Diaka Bernadette ndio alitusaidia kama hicho. Vyama vilikuwa ni viwili tu, ni UNARU na Iprona. Wakati Iprona tumeshageuza kuwa parti politiki. Sasa Rwagasore kwenda kumuoa Marie Rose, mwene ndami Kevin Defense, muhutukazi. Watusi wote wakasema no. Unaona vile Waswahili wamemdanganya mtoto wa mwana. Imbuto higi huko. Ngoro ichana. Oya nitweme. Walikata. Watusi wote wakajigrupe, wakakataa hawawezi kunini kushirikiana ndani ya Rwagasore amewahemekwira kwenda kuoa Muhutu kazi. Sasa tukubali. Wakaunda chama chao. Parti Democratique Chrétien, asiple PDC. Ilikuwa ni chama cha Watusi tu na Wazungu. Rwagasore baada ya kufa. Rwagasore baada ya kufa, kwanza palikuja mkindano kati ya Warundi wenyewe kwa wenyewe kuungana. Ni nani atamgomboa? Nani? Stati ya chama Iprona inasema hivi. Sawa?
kama kiongozi president wa chama akifa, wa chini yake atachukua nafasi yake. Na loi fondamentale belge ili tutakusahau kulisema hivi, ilitangaza kusema kama Rwanda, Urundi ni nchi na wafalme wawili wa kijadi, itapata uhuru chini ya utawala wa kifalme, lakini serikali zitaongozwa na nani? Na waziri mkuu atayechaguliwa. Waziri mkuu atayechaguliwa. Naona hiyo ndio anachukua nafasi ile. Na waziri mkuu akiwa ampeshe, kapata ugonjwa, amekufa, fanya nini, basi wa chini yake katika chama chao kile kilichoshinda uchaguzi ndio atachukua nafasi ya waziri mkuu. Sasa Rwagasore amekufa kwa kufuatia loi fondamentale belge, sawa? Ndipo pale walimchukua nani, kwa kuondoa kelele. Merere Kanopolo alitoa ruhusa, namba mimi sitaki ugomvi, tukakosa uhuru wetu kwa sababu ya nini, ya ugomvi kati ya sisi. Chagueni yule mnamtaka yeye aneni hii achukue nafasi ya waziri mkuu, mimi nitabakia kwenye chama, naongoza chama. Sawa? Ndio akachukuliwa Andre Muhirwa. Sawa? Akachukuliwa Andre Muhirwa akatawala pale. Sawa? Akawa waziri mkuu. Hapo tu na serikali ya autonomy. Tumekwenda hivyo mpaka tulipofika wakatangaza kuwa Rwanda na Urundi itapata independence siku moja, le 1er juillet, na wote watakuwa na bendera hii moja. Lakini sisi Burundi tulikataa, tukasema hapana, hii nchi imegawika mara mbili, kuna kipande cha Wanyarwanda na kipande cha Warundi, na kila mmoja wana mwami wao na mfalme wao, shefu timia wao. Kwa hivyo Burundi tutapata uhuru wetu chini ya bendera yetu, na Wanyarwanda wapate uhuru wao chini ya bendera yao. Ndio hapo vikagawanika. Na Charles de Gaulle akasema kama mmeamua hivyo basi tufanye hivyo, na mimi nakubali. Tutachukua uhuru wetu wa Rwanda si pekee. Lakini date ya independence kama ile le 1er juillet. Wote Rwanda na Burundi ipate siku moja. Baada ya uhuru Mswahili alitupwa pembeni wala hakutambulika. Huo ndio ukweli. Baada ya uhuru Mswahili ya kupewa hata ubunge ya kupewa. Yaani cheo chochote kile administrative Mswahili kupewa chochote moja. Japo alikuwa amesoma. Kwa sababu Rwagasore alikuwa kufa. Sawa? Rwagasore alikuwa kufa. Hao waliobakia Waswahili walitupa pembeni. Mimi naweza kusema kama tulipigania zero. Tulihangaikia bure, tukatupa wakati wetu, tukatupa na pesa zetu, tukatupa na kila kitu. Kwa sababu nikisema Waswahili ndio waliomba uhuru wa Burundi na Rwanda. Naweza kuchukua mfano kitu kimoja. Kwa kuwa wao ndio walijisakrifie. Biro ya Iprona na biro za Unaro kuanzia hapa Bujumbura ilikuwa nyumba ya Waswahili. Kenda Rumonge biro ya Iprona ilikuwa kwa mzee nani huyo mzee Jimpaka nafikiri ndio biro ya Iprona pale. Ukenda nini hii Nyanza Lake ilikuwa kwa mzee Mdanzi. Sawa? Kenda Makamba ilikuwa kwa baba yangu mimi, kwa Ibrahim mzee. Sawa? Ukenda Mrambe ilikuwa kwa Shabani Mrindo. Ukenda Kitega ilikuwa kwa Rajabu Kirumbu.
Ngozi ilikuwa kwa Shabani Tofiki. Naona nini hii Muinga alikuwa kwa Mwalimu Rajab. Yaani kila fati palikuwa biro ya Iprona, ilikuwa ni kunyumba ya Mswahili. Si baada kupata uhuru na Rwagasore kufa. Mswahili akukumbuka yote aliyofanya Mswahili tupa pembeni. Wala kuwakumbuka. Kitu anaanza kutoa lawama. Tazama hata nyumba Salum Bichuka hivi. Ndio pamezaliwa Iprona pale na mambo yote yalikuwa pale. Vile Salum Bichuka alikufa aliacha ile nyumba paka liko vile vile. Hata msaada wa kusafisha ile nyumba walishindwa. Kuwasaidia tu ile nyumba ile kusafisha watoto wake walishindwa. Watoto wa Salum Bichuka hata shule wa kusoma walifukuzwa. Mimi ninaona kidogo alhamdulillah hapa katika utawala wa CNDD-FDD ndio marehemu president nani huyo Nkurunziza ndio aliwakumbuka Waswahili waliohangaika na Rwagasore akawapresente pale kustadi, lakini mimi walinisahau. Wakati mimi ndio nilikuwa mkono wa kulia wa Rwagasore, popote Rwagasore kwa kwenda nilikuwa naye pamoja. Na ndio hapo niliwabeka bandio Rwagasore ndio kuja kunitoa mimi jela. Na mimi nilikabidhiwa kwa Rwagasore, nani alinikabidhi kwa Rwagasore? Mwalimu Nyerere. Nyerere nilijua aje kutokana ile taa kule Tanzania. Sasa ndio hiyo. Tulisahaulika. Mimi walinisahau, lakini alhamdulillah nani ya kuigendera Nkurunziza aliwakumbuka Waswahili, aliwaarifu pale, akawapresenteka na mzee Mdanzo na nani kana Mahmudu, akawapa zawadi kidogo kidogo tu kaandika milioni kamoja. Nakumbuka. Naona hivyo. Haya tu leo sasa kidogo afadhali katika utawala tulio nao hapa tumepata hata wa chef de zone. Sawa? Tulianza kumpata chef de zone wa kwanza pale alikuwa kama siku sawa alikuwa ni Abdul. Sawa? Kutoka Abdul akaja nani Kimara Rungu Jibril. Kutoka ni Kimara Rungu Jibril akaja nani Sheikh nani bin Rajab Sudi nani Idi Kabano. Haya kutoka Idi Kabano kaja nani Abadi. Mpaka leo tuko na Idi Kibombo. Sawa? Kidogo ndipo leo kidogo hata Waswahili wamekumbuka. Sawa? Haya tulikuwa katika jeshi, tulikuwa na General Salum. Tulikuwa na Colonel nani Bashir. Na hivi leo kuna baadhi kidogo ya Waislamu wako ndani ya jeshi kidogo na serikali. Tunakumbuka kama vile tu wakapatikana wakina nani wabunge kama vile wakina tutasema Karata nani Karenga Ramadhani wakina kina Tabu Waislamu kidogo. Serikali ya ndani ya nani ya CNDD-FDD ndio imewakumbuka Waislamu kidogo. Alhamdulillah uhuru wa Rwanda sio Burundi tu, wa Rwanda na Burundi umeombwa na Mswahili, ndio initiative wa mambo ya uhuru na ndio mipigania uhuru kwa kupatikana uhuru Mswahili. Chama cha Iprona kitu nitachowaambia na nawahusia tu warudi kwenye fikra za Prince Rwagasore, kwa sababu Prince Rwagasore alikuwa ni mtu demokrat, alikuwa ni rassembleur, alikuwa anakusanya watu, hakuwa anachagua Mhutu wala Mtusi wala nani, aliweka watu wote pamoja. Bahati mbaya tunasema bahati mbaya tulipata ile kwa vile aliwahi kufa. Sasa hivi hatuwezi tukamkondane kwa vile aliwahi kufa, lakini yeye aliresemble watu, aliweka watu pamoja. Naona hivyo watu tulikuwa kitu kimoja na watu tulipendana. Naona hivyo. Sasa hawa viongozi walioko leo wanaongoza Iprona, ninachowaomba warudi pale Rwagasore alipo wakabatie pale. Sawa? Washike ahadi za Rwagasore. Mambo Rwagasore kwa nafanya warudi pale. Bila kuwa hivyo ni hatari kwa sana. Nitawaomba wananchi wa Burundi turudi kuungana pamoja. Tusahau yale yote yaliyopita. Viongozi hasa viongozi wa serikali warudi wafate mwendo wa Rwagasore. Waache kwanza tofauti za vyama, tofauti za makabila, tofauti za dini, tujiunge tena pamoja. Watu tujiunge pamoja. Naona hivyo. Kama vile tulipigania uhuru wa Burundi.
tukisaidia na ndugu zetu wa Tanzania. Sawa? Tukisaidiwa na ndugu zetu wa Kongomani. Sababu Lumumba alikuwa kijana. Sawa? Kwa kila siku Lumumba anakuwa anakuja hapa anaonana na Rwagasore. Na mkutano wa kwanza wa Lumumba na Rwagasore walifanyia barabara ya 8 namba 30. Ndio tulikutania pale. Sawa? Sasa vile walivyotukusanyisha warudi wakusanyie watu wote bila kuwa hivyo tutakwenda hovyo. Waache ubaguzi wa kabila, ubaguzi wa rangi, ubaguzi wa dini. Hata kitu kinaleta tabu hapa hichi kitu ubaguzi wa dini. Ngoyo ni Mswahili. Ni Mswahili. Wanasahau kulipotokea. Warudi tulikoanzia. Kule tulikoanzia warudi kule. Watazame ndani ya archive zao. Rwagasore alikwenda namna gani? Alifanya nini? Turudi. Bila kurudia katika mwendo ule Rwagasore aliochukua. Tutakwenda katika matatizo tu. Mswahili kadhulumiwa, Mswahili kafanya kila namna, hakuthaminiwa. Lakini leo vijana wetu wa kileo wanatuona. Sawa? Sisi wazee tuliobaki wanatuona. Tunawapa madoni, wanaandika vitabu. Vitabu vinaandika. Vitabu wanaandika. Sio kile kitabu ambacho aliandika Emile Moroha. Kile kitabu ndio kiliwa nyima Waswahili haki. Emile Moroha kuandika usema sasa Mswahili alifanya hivi, aliwatenga Waswahili mbali. Wale wakutajwa. Na wakati Waswahili ndio wa initiative kuanza kuomba independence mbona. Avant Rwagasore. Rwagasore alikuwa intégré dans les affaires politiques par les Baswahili. Waswahili ndio walimuingiza ndani ya politiki. Para sema sasa ngo Abaswahili ndio wafashije Rwagasore no mimi nakataa. Na hivi ndio niko mbele ya media hapa nakataa. Rwagasore ndio aliwasaidia Waswahili. Sio eti Waswahili walimsaidia Rwagasore. Hapana. Rwagasore alikuja kuwasaidia Waswahili kuwapa nguvu. Na walimtafuta Waswahili kwa Waswahili wapate nguvu ya kuwapata wananchi wengine wote. Sawa? Sababu ndio pale naulizaga. Watu Waswahili wameanza kuomba uhuru 1952. Rwagasore kwa masomo alikuweko? Hakuweko. Rwagasore mmoja 1957 ndio mingine na kazi ya politiki. Kile wazee huko mbele kwa 52 kwa mbele kwa ni wazee. Mkutano ya kule nini huko Paf Mekagana nini Rwagasore kwenda. Rwagasore alikwenda mkutano mkubwa wa Belgique. Na ndio walipanga na kuorganize mambo ya matora. Tu 1959. Kwa viongozi wa serikali warudi kwenye fikra za Rwagasore. Warasamble watu, wakusanye watu pamoja, waondoe ubaguzi. Ubaguzi wa dini, ubaguzi wa kabila, ubaguzi waondoe. Wachukue kila mtu ni Mrundi ana haki. Kila mtu ni Mrundi ana haki. Sawa? Wakifanya hilo jambo, nchi yetu itakuwa ni Ulaya.